Bwana, asante sana kwa kuendelea kuchagua DTV Zone. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante na karibu. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Mohamed Dewji maarufu kama Mo, ametaka mashabiki wa timu hiyo kusitisha lawama kwa wachezaji na badala yake kuunga mkono katika kipindi hiki. Akizungumza mara baada ya mchezo wa nusu finali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika waliocheza dhidi ya Stellenbosch uliochezwa Aprili 20 kwenye uwanja wa New Aman Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo Simba ilitangulia kwa mguu mmoja kuelekea katika hatua ya finali mara baada ya kushinda kwa goli moja bila, huku Mo Dewji akisisitiza kuwa huu si wakati wa kutiana lawama bali ni wakati muhimu sana na muda muhimu wa kuungana na kushikamana na kuwa kitu kimoja. Kauli hiyo imekuja mara baada ya kufuatia mashabiki wa timu hiyo kumlalamikia moja kati ya wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, Chaza Wa, kwa kukosa bao la wazi katika mchezo huo. Hata hivyo, Mo ametaka wachezaji kuwa makini na kutekeleza majukumu yao kama ambavyo vinatakiwa, huku akiwatetea wachezaji akisema kuwa kwa makosa hayo ni sehemu ya mpira wa miguu duniani kote. Nikinukuu kile ambacho Mohamed Dewji alikiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, alisema kwa kosa moja lililotokea katika mchezo huo hatuwezi kumhukumu mchezaji. Tukumbuke kuwa mastaa wengi duniani kama Fernando Torres aliwahi kukosa mabao ya wazi kwenye mechi kubwa dhidi ya Chelsea na Manchester United, alisema Mohamed Dewji. Ameongeza kuwa Chaza Wa ni miongoni mwa wachezaji waliowapa mashabiki furaha msimu na amekuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya klabu hiyo ya Simba. Mo aliandika, hii ni soka na makosa ni kawaida, lakini jambo kubwa zaidi ni timu yetu inavyosimama tena mara baada ya changamoto za hapa na pale zinazotokea. Tunatakiwa kujifunza na kuimarika na kupambana tena. Safari haijaisha, mchezo wetu wa marudiano dhidi yao uko mbele yetu, hivyo basi tunapaswa kushikamana kama timu ili tuwe na matokeo chanya kwa pande yetu. Mo ametoa wito kwa wanasimba wote kuunga mkono na kuonyesha kusupport timu hiyo. Simba inajengwa na mshikamano, tusimame na Chaza Wa anayejitoa kwa jasho na damu kwa ajili ya kupambania timu yetu. Kikosi cha Simba kinatarajiwa kusafiri siku ya Jumatano kuelekea kule nchini Afrika Kusini katika mchezo wa marudiano dhidi ya Stellenbosch utakaopigwa siku ya Jumapili ya tarehe 27 ya mwezi wa 4 2025. Mimi kwa upande wangu nimemsikiliza ama nimeiona taarifa ambayo inahusiana na Mohamed Dewji kuwa sehemu ya wachezaji. Ndio wekundu Msimbazi Simba hasa mashabiki kwa ujumla wanatakiwa kuwa kitu kimoja, kuwatetea ama kuwapa nguvu wapambanaji wao. Unajua, unapokuja kuongelea ndani ya dakika 90 ni dakika muhimu sana, na mpira wa miguu siku zote unachezwa nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa hiyo sasa unatakiwa ujue ni wakati gani sahihi wa kumkosoa mtu na wakati gani sahihi wa kumrekebisha mtu. Hii ni tournament ya kutoana ama ni michuano ya kutoana. Kwa kama ni michuano ya kutoana, maana yake ni knockout stage. Kwenye knockout stage hauhitaji kuwa na msimu mzima ama hauhitaji kuwa na muda wa miezi 10 hadi ama mwaka ili wewe uweze kufikia malengo yako. Ni muda mfupi ama ni kipindi kifupi cha takriban miezi tu kadhaa, ambapo inachezwa kwa kupumzika wiki to wiki, mchezo unakuwa mbele yao. Yaani wakati huu nadhani mashabiki wa Simba walikuwa na sehemu kubwa zaidi ya kufunga macho yao na kuziba masikio kutoka kwa wapinzani wao wa ndani ya ligi, lakini pia wapinzani ambao wanashinda nao kwenye hii tournament. Kwa nini? Huu ndio wakati ambao walitakiwa sasa kumonyesha Chaza Wa kwamba kile kilichotokea ni sehemu ya mchezo tu, lakini kwa sasa hivi anachotakiwa kufanya ni kufocus zaidi na kujirekebisha kwa yale makosa ambayo ameyafanya katika mchezo uliopita yasitokee tena. Hiyo itamjengea confidence mchezaji na kuona kwamba mashabiki wanajua kwamba haya makosa yapo tu. Kwa hiyo kama makosa yapo tu, ni mimi kujirekebisha pale ambapo nilikosea na kuweza kufanya kitu ambacho ni bora kabisa. Tukumbuke kwamba Chaza Wa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa. Hakuna ambaye anayepinga ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba.
na ndio maana amekuwa ni regular starter katika kikosi cha Mwalimu Fadlu. Maana yake ana mchango mkubwa na mwalimu anatambua mchango wake. Lakini mimi sio kwa sababu unapozungumzia professional player, maana yake anakuwa tayari ameshajiandaa kisaikolojia kwamba lolote linaweza likatokea mbeleni. Ninachotakiwa kufanya ni kusimamia misingi yangu kama mchezaji ambaye ni professional, nijue kabisa natakiwa nifanye kitu hiki na kitu hiki. Kuna si nyakati zote utafurahisha mashabiki. Imagine yeye ndo aliyefunga goli katika mchezo wa kwanza dhidi ya Stellenbosch, lakini huyo aliyekosa goli mashabiki wameona si kitu tena. Wengi wamekuwa kitupa lawama kwa namna moja ama nyingine vile ambavyo yeye ameokostisha kwenye mchezo huo. Lakini benchi la ufundi najua katika nafasi yao waishajua ni kitu gani ambacho cha kufanya, washamwandaa kisaikolojia kuelekea katika mchezo wa marudiano. Naamini atakuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao atakuwa na performance nzuri zaidi. Atakuwa akicheza huko anajua nina deni lile ambalo nilikosa ama nilishindwa kulitimiza nikiwa kule visiwani Zanzibar. Yes, it was a good chance kutoka kwa Elie Mpanzu, lakini tu matumizi sahihi na nyakati sahihi za kujua ni wakati huu nitoe pasi ama nipige nipige kuelekea golini. Naweza kusema mahesabu yake alikuwa anachagua sahihi, lakini mahesabu hayakwenda kama vile ambavyo yeye alitamani. Lakini ukimsikiza kocha Fadlu, yeye anasema huenda alijua mwenzake Ateba alikuwa katika eneo la offside position, ndio maana akaamua kufanya maamuzi kama yale. Yes, ni vizuri, na mimi nahisi kwamba huu ndio wakati sahihi wachezaji wote wa Simba najua wanatakiwa wawe nyuma ya Chaza wa kumsupport, kumwambia kwamba bro, kile ulichokifanya ni sehemu tu ya mpira. Yaani unaweza kuwa na siku nzuri kazini, lakini kosa dogo tu ambalo kalifanya likaribu ule uzuri wako wote kazini. Kwa sababu Chaza wa ni moja kati ya wachezaji waliokuwa na siku bora katika mchezo wa juzi, lakini kitu kidogo tu alichokifanya ndio kimempelekea yeye kutokuwa sehemu ya watu ku appreciate kile ambacho amekifanya. Lakini ukija kustick kwenye ukweli, ni moja kati ya the best player wa wekundu Msimbazi Simba ambao wamekuwa kufanya vizuri, wamekuwa na mchango mkubwa kwa namna moja ama nyingine kuisaidia timu yao kuweza kupata matokeo. Mimi naamini katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch wa marudiano, Simba itakuwa na moja kati ya kiwango bora sana, na mchezaji ambaye ataonyesha performance ukiachana na Elie Mpanzu anaweza kawa ni Chaza wao kwa namna moja ama nyingine, kwa jinsi ambavyo amekuwa akijitoa na kupambana ili tu timu iweze kupata matokeo ambayo ni chanya. Na of course ana capacity hiyo, anaweza kupiga chenga, ana skills za mpira, anaweza kupiga foul. Kwa hiyo ana chance nyingi sana ya kwenda kurekebisha kile ambacho alikikosea ama alitaka alikifanye kule visiwani Zanzibar, lakini mambo yakamwendea ndivyo sivyo. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante.